بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Leo kwa mara tena ya pili tumekutana katika siku hii ya Al-Ahad, Jumapili, mwezi 11 Dhulqa'da 1445 Hijria, sawa sawa na 19 Mayu 2024, katika kukisoma kitabu Haqqu Zawjaini, haki za wanandoa. Jana tulishilia katika utangulizi, walillahi alhamdu, tuliumaliza, na leo tutaanza katika huququ az-zawjaini. Anasema al-Sheikh al-Doktor al-Sheikh al-Allama al-Ruhaili hafidhahu Allah ta'ala wa waffaqahu, huququ zawjaini, za wanandoa, mke na mume, wanandoa wawili. Anasema wa huququ zawjaini, na haki za wanandoa. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu, ayuha al-ahibba, enyi vipenzi. Minha huququn qabla al-khitbah, ziko haki kabla ya posa. Wa minha huququn inda al-khitbah, na zipo haki wakati wa posa. Wa minha huququn, na zipo haki inda aqdi nikahi, wakati wa kufunga ile ndoa. Wa minha huququn, na zipo haki inda istiqrari amri nikahi, wakati wa kutulizana lile jambo la ndoa, tayari wapo ndoani. Inda zawaj, kwa maana katika muda wao wa ndoa yao. Famin huquqi zawjaini qabla alkhitbah, basi miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya posa, haqqul ikhtiyari, ni haki ya kuchagua. Haki ya kuchagua, bi an yakuna al-ikhtiyaru, kwamba kuwe huko kuchagua, qaiman ala at-tadayyuni, kumesimama juu ya msingi wa dini. Anayechagua achague kwa msingi wa dini. Wasalahi, na uzuri. Uzuri hapa si uzuri wa sura. Uzuri tuseme ile hali ya kutengemaa, awe ametengemaa, huyo unayemchagua. Wa husnil khuluqi, na tabia njema. Kwa kuchagua mwenza wake atazame vigezo hivi: dini, uzuri wa mtengemao, uzuri wa tabia. Mwanamke alitazame hilo kwa mwanamme, na mwanamme alitazame hilo kwa mwanamke. Fayakunu ar-rajulu raghiban fil mar'ati, basi awe mwanamme anamtaka mwanamke lisalahiha, kwa uzuri wake wa kutengemaa, kwamba binti huyu mashallah ametengemaa. Wa diniha, na dini yake, mwanamke huyu, binti huyu ana dini.
wa husni khuluqiha, na uzuri wa tabia zake. Mwanamme aliangalie hilo kwa mwanamke. Watakunu almar'atu, na pia awe mwanamke raghibatan fi rajuli, anamtaka mwanamme, ana raghba na mwanamme, lisalahihi, kwa uzuri wake wa kutengemaa, wa dinihi, na dini yake aliyokuwa nayo, wa husni khuluqihi, na uzuri wa tabia zake. Lianna hadha asasul khairi was saada, kwa sababu jambo hili, kuvizingatia vitu hivi, asasul khairi was saada, ndio asasi au ndio msingi wa khairi na maisha mazuri. Wa man udima dinuhu, na yeyote yule ambaye itakosekana dini yake, akawa si mtu wa dini, hana dini, udima khairuhu, basi itakosekana khairi yake, kwa maana hana khairi. La khaira fima la dina lah, hana khairi asiyekuwa na dini, hakina khairi kisichokuwa na dini. Walau kana fihi min asbabi saadati ma fihi, hata kama hicho ambacho hakina khairi kwa kuwa hakina dini kitakuwa kinazo asbabi nyingine za maisha mazuri. Kama ni mtu atakuwa ana asbabi nyingine za maisha mazuri, ana mali, ana jaha, ana cheo, lakini muda wa kuwa hana dini, hana khairi, hata kama atakuwa na asbabi nyingine za saada. Walidhalika yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya hilo anasema Mola wetu subhanahu wa ta'ala katika suratul Mujadila aya ya 11, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, anawainua Allah, anawarufaisha Allah alladhina amanu minkum, wale walioamini miongoni mwenu, enyi Waislamu. Walladhina utul ilma, na pia anawanyanyua Allah wale waliopewa ilmu, darajatin, madaraja makubwa kabisa. Hakuna ayajuaye isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Hoja yake ni nini Sheikh Ruhaili hafidhahullah kuiweka hii aya? Anasema faja'ala Allahu azza wa jalla rif'ata ad-darajati bil'ilmi idha kana dhalika muqtarinan bil-iman. Allah amejalia rif'ata ad-darajati, kupandishwa madaraja, bil'ilmi, kwa elimu aliyokuwa nayo mtu, kwamba anapandishwa daraja. Naam, idha kana dhalika, pindi litakapokuwa hilo, muqtarinan bil imani, limeambatana sawa, limekwenda sambamba na imani, kwamba ana ilmu alafu ana imani. Lianna alkhaira, kwa sababu khairi, la yumkinu an yakuna, haiwezekani ikawa, illa muqtarinan bid-din, hakuna khairi kama hakuna dini, mpaka hiyo khairi iwe imeambatana na dini. Fa in udima ad-dinu, kama itakosekana dini, udima al-khairu, itakosekana khairi. Walau wujidat asbabun kathiratun lilkhairi fil insan, hata kama zitapatikana sababu nyingi za khairi kwa mtu, ana asbabi nyingi za khairi, ana assets nyingi sana,
anayo mashamba huyu, analimisha, ana viwanja ameshavikata, anauza. Huyu ni mfugaji, ana mifugo. Huyu kadhalika ni mtu ana machimbo huko, ana migodi, ana asbabi za khairi. Lakini muda wa kuwa hakuna dini, hakuna khairi. Fala yanfa'u jamalun, uzuri hautofaa kitu. Fala yanfa'u jamalun, hautofaa kitu uzuri fi muwajahati a'ba'i alhayati az-zawjiyya, katika kuzikabili changamoto za kimaisha. A'ba, changamoto, takalif. Uzuri wako utafaa nini? Anasema fala yanfa'u jamalun, hautofaa kitu uzuri fi muwajahati a'ba'i alhayati az-zawjiyya, katika kuzikabili changamoto na takalifu za maisha ya ndoa. Biduni tadayyunin, pasi na watu kujipamba na dini. Wala yanfa'u malun, na wala mali haitofaa kitu. Mali yako ni nini wewe? Biduni tadayyunin, pasina kujipamba kwa dini. Mali bila dini ni mithili ya mvua, mithili ya radi bila ya mvua, karra'di bila matar. Wala yanfa'u hasabun, na wala hasab haitofaa kitu. Biduni tadayyunin, pasina kujipamba na dini. Hasab ni kitu gani? Wengine wanasema hasab ni nasab. Nasabu yako itafaa nini kama hamna dini? Lakini ni hasab ni kitu kando na nasab. Hasab ni tabia nzuri wanazojipamba nazo watu fulani mpaka wakanasibishwa nazo, zikawa zimewaganda, zikawa mithili ya khulqa zao. Hawa ni wakarimu. Hii ni hasab, sharaf, hadhi kwa wao, wanasifika kwa sifa hizo. Watu wa ukanda huu ni wazazi, wanazaa. Hiyo kwao imekuwa ni hasab. Nataka kuzaa watoto wengi, wanawake waliopewa baraka ya kuzaa sana, nenda Pemba, unaweza kaambiwa hivyo mathalan. Kwao imekuwa ni hasab, wanatambulikana kwa masala haya. Anasema wala budda ma'a at-tadayyuni min husni al-khuluqi, lakini hiyo dini peke yake, kwamba mtu akawa amesoma, ana maarifa, anajua, ana dini, haitoshi. Pia lazima iambatane na uzuri wa tabia. Ndiyo ana dini, ndiyo, lakini je, ana hulka? Ana tabia njema? Ana tabia nzuri? Kwa kuwa na dini ni jambo kando, na kuwa na tabia ni jambo kando, na sehemu kubwa ya dini ni tabia. Lianna tariqa alhayati az-zawjiyyati tawilun, kwa sababu njia ya maisha ya ndoa si fupi, ni ndefu. Kwa lazima tujipange, ni maisha yako wewe. Hakuna anayeoa leo ili aache kesho. Kwamba anaoa huyo, anayemuoa ndiye aliyemchagua, ndiye aliyemkhitari, alikawia kwa sababu alikuwa akiangalia kilichokuwa bora. Aishi naye, ni mke wake huyo wa raha na shida, ni mke wake wa uzima na ugonjwa, ni mke wake kufa na kuzikana. Ukioa, wanaoa kwa malengo haya. Masala kuachana hutokea ni katika mlango wa dharura.
Kwa hiyo njia ya maisha ya ndoa tawilun, ni ndefu. Kwa hiyo tuliza akili yako wakati wa kumtafuta mwenza wako, si masala ya zimamoto. Anasema fihi mutatallabatun, ndani yake kuna mahitajio mengi. Wa ishratun daima, na kutengamana kwa kudumu, tunatangamana kwa kudumu. Si masala ya ndoa za mut'a kwamba unamuoa binti ya watu kwa mkataba, ndoa ya muda. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Wa yuhtaju fi taqwiyatihi wa istimrarihi, na kunahitajika katika kuitia nguvu hii njia na hili jambo, wa istimrarihi, na kulifanya kuwa ni endelevu. Kuna mahitajio yanahitajika, ila an yakuna mabniyan, kwamba hii ndoa ya watu hawa na mafungamano ya watu hawa yawe yamejengeka ala tadayuni, juu ya sifa ya kujipamba na dini, wa husnil khuluqi, na tabia njema. Anasema Sheikh wafaqahu Allah, azawaju ayuha alikhwa laysa biharan, ndoa enyi ndugu zangu si jambo la kuhemkwa ukavuvumkwa ukakurupuka. Azawaj, na akhi mmoja amehadithia juzi, mtu amelala kabamu huko na haja za kutamani kuwa na mwenza wake, anaamka kitandani, anakwenda kwenye mlango wa baba yake, anamgongea, baba, nataka kuoa. Nataka kuoa saa hizi? Basi mwanangu, si usubiri kupambazuke. Wallahi alazim, al-akhir anhadithia tukio hili limetokea. Kwa hiyo mtu amekurupuka, amesibiwa na kitu gani Allahu a'lam, lakini amemgongea baba yake wakati wa usiku, baba nataka kuoa. Azawaju ayuha alikhwa muamalatun daimatun, ndoa enyi ndugu zangu ni muamala wa kudumu. Al-insanu fi baitihi yatakhalla mimma yakunu multabisan bihi kharija baitihi. Insan, mtu fi baitihi, akiwa nyumbani mwake, yatakhalla mimma yakunu multabisan bihi, anaachana na yale yote yaliyokuwa yamemvaa au ameyavaa, kharija baitihi, nje ya nyumba yake. Toka huko anayaacha mlangoni, anaingia. Yahtaku biinsanatin, kwa maana anaishi, anatangamana na mtu wa kike. Insanatin, mtu wa kike, maanake anatangamana na binti wa watu. Tutalibuhu bimataliba, ambaye atamhitajia mahitaji. Wayutalibuha bimataliba, na yeye huyu mwanamume kadhalika atamhitajia huyu mwanamke mahitaji. Mwanamke atakuwa na mahitajio yake atakayoyahitajia kwa huyu, na huyu mwanamume ana yake atakayoyahitajia kwa huyu. Yaishani ma'an, wanaishi hawa kwa pamoja. Fatratan tawilatan, kipindi kirefu, si wiki au wiki mbili, si mwezi au miezi miwili, la. Ukitaka kulijua hilo, hebu rudi nyumbani kimawazo na kifikra, mkumbuke mama yako, mkumbuke baba yako, wana umri gani mpaka leo hii? Wana miaka mingapi mpaka leo hii? Kwa si muda mdogo, tangu wewe hukuwepo mpaka umekuwepo, mpaka na wewe leo unaitwa baba.
Kwa hiyo yaishani ma'an, wanaishi kwa pamoja fatratan tawila, kitambo kirefu. Hadha al-amr la yumkin an yuhkimahu, jambo hili haliwezekani kudhibitiwa. Hakuna wa kuweza kulidhibiti, au hakuna ambacho kinaweza kulidhibiti hili jambo. Wala yumkinu an yaj'alahu qa'iman sahihan mustamirran mutajaddida, hakuna kingine ambacho kitaweza kulifanya jambo hili qa'ima, kuwa limesimama, sahiha, liko sawa sawa, mustamirra, endelevu, mutajaddida, likiwa katika hali yake ya upya. Tatadaffaqu fihi dima'ul hubb, yanatiririka kwenye hili jambo maji ya upendo, wa saada, na maisha mema. Hakuna kitu kingine illa din, isipokuwa ni dini ndio yenye uwezo wa kuyafanya haya. Wa husnul khuluq, na tabia njema. Basi